nchini Kongo wameelezea kuadhimisha sikukuu hiyo katika hali ya wasiwasi, huku wakitaka kuimarishwa kwa amani na usalama nchini humo. Sasa kabla tujasikia nchini Kongo, sherehe hizi za Christmas zinatofautiana pakubwa na hali ya huzuni na tahadhari iliyotawala katika Christmas zilizopita. Uchumi wa eneo hilo unaotegemea kwa kiasi kikubwa utalii wa kidini umepata pigo kubwa katika kipindi hicho cha miaka miwili. Na Afrika Mashariki nako Wakristo wameungana na wenzao duniani kuadhimisha sikukuu hii, ambapo salamu za Krismasi zimetolewa na Rais wa Kenya William Ruto na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wakati huu kiongozi wa kanisa Katoliki, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Jude Thaddeus Ruwaichi, wakati wa mahubiri ibada takatifu, amewasisitiza Watanzania kuwa wadau wa amani, akisema kwamba pasipo kuwa na haki hakuna amani. Sisi tunaoadhimisha Christmas, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi, tunatakiwa tuwe watu wa haki. Ewe Mtanzania, wewe ni mdau wa haki? Naomba nithubutu kusema kwamba Watanzania wengi hawashabiki haki. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani, lakini nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi, wasifu unaofungamana na Kristo Mwokozi. Na tukigeukia upande wa DRC ambako kumeshuhudiwa ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki, baadhi ya raia katika eneo hilo wameelezea kuadhimisha siku hiyo katika hali ya wasiwasi, wakiomba kuimarishwa kwa amani na usalama. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Licha ya mazingira tatanishi na hatarishi wanayoyapitia raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kipindi cha wiki moja kabla ya maadhimisho hayo ya Christmas, Wakristo walihamasishwa kujiepusha na chuki, ukabila, mauaji na kumtegemea Yesu Kristo anayehitajika kuzaliwa katika mioyo ya wale wanaojiita kuwa Wakristo, pamoja na hao wanaotumainia Mungu Muumba kutawala maishani mwao. Baadhi ya Wakristo wanaoadhimisha hii leo sikukuu hiyo wamejulisha hisia zao. Wale watu ambao wanatesa watu, mimi nataka Mungu azifunue kwao katika Noeli hii, Mungu wabadilishe maisha yao na waingie ndani ya Kristo na Kristo ndani mwao. Ingawa matatizo yote haya tunayoyapitia, tuendelee kumtegemea Mungu tu. Yeye ndiye anaweza kumaliza matatizo yote, mabadiliko yaonekane. Kuna giza kubwa tunalolipitia. Huyu Yesu anayezaliwa tumeitwa kumpokea. Unajiita Mkristo lakini wewe ni wa kutatiza mara tena wengine. Hiyo si mwito ambayo tumewekewa. Viongozi wa makanisa ya Kikristo wamehamasisha wananchi wa Kongo wakisema kwa imani ile na nguvu ile waliopewa na Mungu wao wazidi kumtegemea Emmanuel aliye pamoja nao. Ndemesi Musekwa ni mwanatheolojia, kiongozi wa ofisi ya kiongozi mkuu wa makanisa ya Kikristo ECC mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameeleza kuwa mwaka tulioanza katika hali ya wasiwasi bila kujua ya kama tunaenda wapi, lakini ni ishara kubwa kuona ya kwamba Mungu ametuongoza. Tumefika kwa siku hizi za Christmas, alafu makanisa za Kikristo wanasherekea kuona ya kwamba kumbe Emmanuel alitembea pamoja nao, amewalinda katika shida zote za maisha, amekuwa pamoja na wao na amewapatia uwezo ya kuweza kushinda majaribu na kuyavumilia. Hadi sasa watamaliza mwaka na akipendezwa nao wataanza mwaka mpya wa 2026. Namni raia wa DRC wanavyotamatisha taarifa yake Chube Ngorombi. Tukiendelea kuangazia sikukuu ya Krismasi, ambako nchini Uganda sikukuu hii ni msimu wa imani, familia kujumuika kupata chakula cha pamoja na vile ndugu jamaa na marafiki kukutana pamoja kwa furaha. Mwandishi wetu Shwaib Ibrahim anasimulia namna mambo hufana. Shamra kuelekea siku kuu ya Krismasi nchini Uganda hudhihirika wazi kuanzia mitaa ya miji, ikiwemo katika mji mkuu Kampala wenye shughuli nyingi, wakati waumini wa Kikristo na watu mbalimbali wanapojitayarisha kwa ajili ya siku hiyo, baadhi yao wakifanya manunuzi kwa ajili ya siku kuu ya Krismasi. Waumini wa Kikristo nchini Uganda siku yao ya Krismasi huanzia kanisani, akiwemo
Were Hope Hana. Naamka asubuhi saa 1 na